إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يقول جل مولانا في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا معشر المؤمنين، واعتبروا في سرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها بمرورها تؤخذ من أعماركم وتطوى صحائف أعمالكم. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu enyi waja wa Allah, na mtambue kwamba kadiri siku zinavyoenda kasi, mchana unakimbia mno na usiku unakimbia sana, lakini pia miezi inakwenda kwa spidi kali sana. Basi kwa spidi hiyo tambueni kwamba ndio umri wako unavokatika, ndio umri wako unavokwisha, na ndio umri wako utakaposimama, na ndivyo panavyoandikwa matendo yote unayoyafanya ndani ya masiku haya yanayoenda spidi, na Allah subhanahu wa ta'ala anayapitisha masiku yake kwa sababu yeye ndio ameyaumba na yeye ndio ametuumba sisi. Ndugu zangu katika imani, masiku yanapita na matendo yetu pia. Ndani ya masiku hayo pamewekwa matendo yetu yepi mazuri tunayoyafanya. Ramadhani tumeiaga na Ramadhani imetuacha, na inawezekana sisi ndio tumeiacha Ramadhani. Ndani ya Ramadhani, a'izzati fillah, kuna mengi yamefanyika mazuri. Yale mazuri inatakiwa athabatu ala ta'ati Allah, kubaki juu ya yale uliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa hadha unwanu khutbati al-yawm, na hii ndio anwani ya khutba ya leo: athabatu ba'da Ramadhan. Je, watu wanabaki baada ya Ramadhani kuondoka? inna Ramadhana qad inqadha wa qad irtahala
hakika ya Ramadhani mwisho wake umeshafika na umeondoka, lakini Ramadhani hatuko nayo sasa. Yale yalofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, baada ya mwezi wa Ramadhani, khutba za mwezi wa Shawwal, mara nyingi tunazungumzia athabatu ala ad-din ba'da Ramadhan, athabatu ala al-qiyam ba'da Ramadhan, athabatu ala as-siyam ba'da Ramadhan, athabatu ala as-sadaqa ba'da Ramadhan, athabatu ala silati al-arham ba'da Ramadhan, athabatu ala birri al-walidain ba'da Ramadhan. Ipo vyote hivyo tulivyoeleza wakati wa Ramadhani yote yalifanywa, walilahi alhamdu wal minna. Allah atulipe sote tuliyofanya hayo. Tuliona watu wakifunga kwa hiari yao, na unaona uso wake jinsi ulivyojaa ucha Mungu. Tayyib, ulifunga mwezi mzima siku 29 ama 30. Baada ya funga kuondoka, wewe unabaki katika funga zingine. Tuliona watu wakiswali sala za jamaa wanaume msikitini. Misikiti ilikuwa ikijaa, kila sala unapokuja msikiti umejaa, kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Ramadhani imeondoka, je, misikiti inajaa? Hususan salatul magharibi, swala za magharibi, kila msikiti ukienda ni sawa sawa na swala ya Ijumaa. Watu wanaingia afwajan ndani ya msikiti, na wakitoka baada sala wanatoka khurujan, wanawahi katika kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakayewahi kufuturu ndio bora zaidi kuliko atakayechelewa, na atakayechelewa kula dako ndio bora zaidi kuliko aliyewahi kula dako. Unaona watu salatul maghribi mwezi wa Ramadhani watu wanavopishana kwenye milango ya misikiti. Naam, ilikuwa ni jambo jema sana. Ramadhani imeondoka, zile sala za magharibi zilizokuwa zikijazwa na watu, wale watu wameenda wapi? Athabatu baada Ramadhan, kuendelea kudumu baada ya Ramadhani kwisha. Hicho ndo kitu muhimu Allah anachokihitaji kutoka kwetu, na wala sio zile pupa na jazba za kufanya ibada mwezi wa Ramadhani, halafu Ramadhani ikiondoka hatumuoni mtu anapupa ile na jazba ile. Imeenda wapi? Au imeondoka na Ramadhani? Man kana yaabudu Ramadhan, aliyekuwa akiabudu Ramadhani, fa inna Ramadhana qad inqadha wa intaha wa insarafa. Ramadhani imeondoka, Ramadhani imeondoka, Ramadhani imeondoka. Kwa hiyo ibada yako kama uliegemeza kwenye Ramadhani, basi Ramadhani imeondoka na ibada zako, lakini sio lengo la ibada zetu kuondoka na Ramadhani. Wa man kana ya'budu Allah, na yote ambaye alikuwa anamwabudu Allah jalla jalalu, fallahu hayyun daimun la yamutu abadan. Allah yuhai, hafi, hasinzi, na ameepukana na sifa ya binadamu ya kulala na kusinzia na kuchoka. Binadamu anachoka, anafanya kazi kwa wiki siku 5, alafu anasema kuna weekend ya kupumzika. Ukienda kwenye ofisi ya private, ofisi imefungwa, wanasema leo ni siku ya mapumziko. Ukienda kwenye ofisi za serikali zimefungwa, wanasema leo ni siku ya mapumziko. Katika ofisi za Allah hazina mapumziko, na Allah mwenyewe hana mapumziko. Kulla yawmin huwa fi sha'nin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Mbona mwazikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona mnazidogesha neema za Allah subhanahu wa ta'ala? Yani kuzidogesha Allah neema zake ni kuabudu mwezi wa Ramadhani, alafu Ramadhani
Ramadhani ilikuwa ni service kwenye viwiliwili vyetu. Ramadhani ilikuwa ni service kwenye mioyo yetu, ili kukuza imani zetu ziendelee kuwa juu. Baada ya service, bila shaka safari inatakiwa ianze. Nikisema service, tunajua maana ya service. Wale wanaomiliki vyombo vya moto, kuanzia bajaji, aambia dereva zunguka, siku moja ya service kwa wiki. Watu wa magari yana service yake. Unataka kwenda safari ya mbali, lazima ukaifanyie service gari yako. Uangalie oil kama iko sawa sawa au imechafuka, mwaga, weka mpya. Unabadilisha na filter yake. Unaangalia breki kama ziko sawa sawa. Unaangalia oil kama, unaangalia mafuta ya breki kama yako sawa, unaongeza. Unaangalia tairi zako zinaweza kumudu safari unayoelekea nayo. Safari yako inahusu barabara ya lami au kuna rough road. Je, tairi spare unayo kwenye safari yako? Toibu unayo? Jeki ya kutoa tairi spare na kupandisha gari unayo? Toibu unayo? Spana ya kufungulia rimu unayo? Ndio, ninayo. Gari imepata breakdown, ninayo reflector na zile triangle za kuhakikisha kwamba ninazo. Stika za kwenda na usalama barabarani unazo? Ninazo. Haya ni maandalizi tunayofanya kwa mtu anayesafiri kwenda Dar es Salaam, kwa mtu anayesafiri kwenda Mwanza, kwa mtu anayetaka kusafiri kwenda Tabora ama anakwenda Mtwara. Unafanya maandalizi ya chombo chako unachotaka kusafiria, na hadha huwa alhaqiqa. Hakuna anayekurupuka tu, lazima ufanye hayo. Sasa baada ya service, ahibati fillah, kinachotakiwa ni kuanza safari ya kilomita 900, safari ya kilomita 1200 kwenda Arusha. Unaanza safari baada ya kuhakikisha service yako. Tumeshafanya service ndani ya mwezi wa Ramadhani. Macho yetu yako clear, ubongo wetu uko clear, mikono yetu iko clear, miguu yetu iko clear, hata matumbo yetu yako clear baada ya kufanya service nzima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imeondoka, inatakiwa tuanze safari kwa kile tulichokifanyia service ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, huu mfano wa bilmithali yatadhihul maqal. Kwa mfano huo nadhani ndio utanielewa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa service, na mwezi wa service umeshaondoka. Mwezi ambao tuliangalia ibada zetu. Ibada zilikuwa zikiswaliwa swala 5 na sunna zake. Mwezi ambao ndani yake palikuwa na qiyamul layl, kuimarisha viwiliwili vyetu na miguu yetu kwa kuswali tarawih na kukuza imani zetu. Mwezi ambao watu walijitoa kufuturisha na kutoa sadaqat. Hii ina maana tulifanya service paka kwenye mali zetu zilizobaki kwenye akaunti zetu, tulizifanyia service kwa kuwasaidia maskini, mafukara na wengineo. Tulifanya service kweli kweli. Sasa safari inatakiwa ianze. Safari badala ya kuanza, watu wamesimama na gari imeshalifanyia service. Ahibati fillah, ule ucha Mungu ulikuwa nao mwezi wa Ramadhani uko wapi? Mbona hatukuoni ukamove na service umeshafanya? Ule moyo wa kutoa sadaqa na kufuturisha na kusaidia wasiojiweza uko wapi ule moyo? Mbona humove na umesimama hali ya kuwa service umeshafanya? Ziko wapi qiyamul layl, tarawih ulizokuwa ukiswali? Mbona sasa umove kwa kuswali salatul witri? Ziko wapi swala za tahajjudi, swala za usiku? Na miongoni mwa swala bora zilikuwa ni swala za usiku kwa watu wema. Walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Sifa za waja wema, usiku hawalali fofofo, wanalala sehemu ya usiku, alafu saa 8 saa 9 wanaamka kumuelekea Mola wao, kwa sababu wanajua ana matatizo mengi na ana shida ambazo ni nyingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mwezi ule tuliofanya service ushaondoka, na huu ni mwezi mwingine wa Shawwal ambao inatakiwa zile service tulizozifanya
ziendelee katika miezi hii tulionayo. Ndugu zangu katika imani, ni wangapi tulioona mwezi wa Ramadhani ukisoma Qur'ani tena kwa kushindana? Kimuuliza mtu anasema nishamaliza mimi juzu 4 leo. Na mpaka inafika Ramadhani mwisho anasema nishamaliza, nimehitimisha mwezi mmoja, nimehitimisha Qur'ani mara 2. Na kuna wengine wanakuambia mara 1 msafu mzima nimemaliza. Wengine unaona baada ya salatul fajr mashaallah anasoma Qur'ani, ulikuwa ni mwezi wa Qur'ani. Wengine kila baada ya salatu dhuhuri asiri akimaliza anachukua mashafu anasoma. Ziko wapi zile juhudi za kusoma kitabullah? Ziko wapi zile pupa za kusoma kitabullah? Au ndo tayari maskini ya Mungu mashafu tumezifungia kwenye drawer humo, hazifunguliwi tena mpaka Ramadhani ijayo? Hii service tulioifanya mwezi wa Ramadhani maana yake ilikuwa nini? Kama ulisoma sana Qur'ani, maana yake sasa endelea na kusoma Qur'ani, iwe ni daabu yako, ni tabia yako ya kusoma Qur'ani. Tayib, Qur'ani haiishi kwa sababu Ramadhani kuisha. Qur'ani inabaki na aya zipo. Tumeambiwa siku ya Ijumaa kama ya leo ni sunna kusoma suratul Kahfi. Ina aya 110. Nani kaisoma suratul Kahfi leo? Ikiwa unaiweza, je, umekumbuka kuisoma? Na ikiwa huiwezi, je, umefanya juhudi ukaiweza? Kwa nini tunaishi maisha ya kienyeji namna hii? Suratul Kahfi tunaijua, hatuisomi. Suratul Kahfi hatuijui na hatujifunzi. Ni maisha ya kienyeji mno. Tunataraji rehema za Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira yepi? Tujifunze ikiwa hatujui, na kama tunajua tuwe na thabat, tudumu katika hilo. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipaza sauti yake, alisema Ramadhani sio mwisho wa funga. Man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafunga siku 6 za mwezi Shawwal, kana kasiyami dahri, huyo anahesabika amefunga mwaka. Haya ni maneno ya sadiqul masduq Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tufanye calculation, nani baada ya mwezi wa Ramadhani kuondoka amefunga 6 tu Shawwal? 6 tu Shawwal ni kipindi cha mwezi mzima huwa Shawwal. Lakini ni nani anayesema kwamba mimi naanza leo, au mimi nimeshaanza nimemaliza siku 2, au mimi nimeshamaliza kabisa? Wale waliofululiza wameshamaliza, fabihi wa ni'ma. Wale ambao bado siku bado zipo ni siku 6 tu katika mwezi. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani ikiisha haina maana kwamba funga zimeisha. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea katika mwezi kuna siku 3 ayyamul bidh, siku 3 nyeupe, mwezi 13, 14 na 15 za kila mwezi kwenye maisha yako. Nani anazifunga? Ikiwa Ramadhani iliondoka na funga yake, hizi zingine nani azifunge? Ndugu zangu katika imani, zimewekwa funga za usbuia, funga za wiki, yaumul ithnain wa yaumul khamis, man yasumu minna. Nani anafunga siku ya Jumatatu? Nani anafunga siku ya Alhamisi? Mtume alipaza sauti anasema siku hizi 2 ni muhimu kuzifunga kwa wiki. Umeweza kufunga siku 29 30, unaachaje kufunga siku 2 kwa wiki? Unashindwaje kufunga siku 3 kwa mwezi? Haya ni masiku yamewekwa ili jambo lako liwe endelevu, isiishie funga yako kwenye Ramadhani. Imeweka yaumu Ashura, zimewekwa funga za Arafat. Zote hizo ni kwa ajili ya kuendelea kuboost imani zetu, kwa sababu al-imanu yazidu bitaa وينقص بالمعصية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله جل جلاله، فقد فاز المتقون. ولئن انتهى موسم رمضان فبين أيدينا موسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. Ikiwa msimu wa Ramadhani umeondoka, kwa sababu tulikuwa tukiswali swala 5 na tukiyafanya yale mema yote, fabaina aidina, mbele yetu tuna msimu ambao unajirejea mara 5 kwa siku. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hafidhu ala as-salawati was-salatul wusta, zihifadhini swala zenu na swala za kati na kati. Swala ya kati na kati, qala al-mufassirun, wanasema ni salatul asri.
tuwaone watu wanaswali sala 5 kama ambavyo walikuwa kiswali mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wala intaha qiyamu Ramadhan, na kama visimamo vya usiku wa Ramadhani vimeondoka, fa innal qiyama, hakika kisimamo, la yantahi, visimamo havijaisha. Fa hunaka alwitr wa qiyamul layl, kuna sala za witri za usiku na kisimamo kingine cha usiku. Qala jalla jalaluhu, Allah anasema wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka Allahu maqaman mahmuda. Na usiku fatahajjad bihi, fanya tahajjudi raka 8 usiku baada ya Ramadhani kuondoka. Nafilatan laka, hiyo ni sunna kwako. Asa an yab'athaka Allahu maqaman mahmuda, hakika Allah atakufufua katika kisimamo kitukufu siku ya kiyama kwa wewe kuswali salatu tahajjudi. Wala in inqadha musimu dua, kama msimu wa kuomba dua umeisha. Ramadhani watu walikuwa wakiinua mikono yao wanaomba lailan wa nahara. Ramadhani imeshaondoka ndio dua iishe, msimu wa kuomba bado unaendelea. Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza fabaina aidina thuluthul akhira min al-layli, mbele yetu pana usiku ya mwisho, ndio lailatul mannan, usiku wa manane huo. Pale Allahu rabbuna yanzil, Mola wetu anashuka, fayaqulu, alafu anasema fahal min sa'ilin fa'utiya. Kuna ofa jamani inatangazwa hiyo kila siku, ofa hiyo jamani mlolala. Fahal min sa'ilin fa'utiyahu, nani anayeniomba nimpe? Jamani hatuna cha kuomba kweli, mpaka tukalala kweli, tukaota ndoto, ikaisha ya kwanza, ikaja season ya pili. Ndoto zinakuwa na season, ndoto zetu zina season. Ukifungua macho season ya kwanza imeondoka, inakuja season ya pili. Kuna season ya ndoto, unafukuzwa na wanyama wakali tu porini, unakimbia nao kwenye miteremko, mabonde, mito, mpaka unachoka, nasema sasa mnyama nimemwacha mbali, ngoja nikajisaidia haja ndogo. Unakwenda kujisaidia haja ndogo, unaamka asubuhi godoro limejaa. Alafu unawaambia mama watoto, mtoto wako amekojoa na aliyakuwa mmelala wawili. Mtoto yuko wapi hapo? Ndio unatumia busara hizo. Ndoto ni nyingi mpaka unakojoa kitandani mtu mzima. Masahaba walikuwa walali hivyo. Usiku tenga muda wako, kuna muda wa dua. Tuna matatizo mengi, matatizo ya kifamilia, matatizo ya kijamii, matatizo ya kazi, matatizo ya afya, matatizo ya watoto, matatizo yako mengi. Usimwone mtu kwa sura yake hivyo. Kila mtu ana shida zake, ana matatizo yake. Usiku wa Mannan, Allah kwa kuwa anajua watu wana shida zao, anashuka ila samaa ad-dunya, mpaka kwenye uwingu wa dunia. Alafu anasema hal min sa'ilin fa'utiya, wewe ambaye unanyanyasika kazini, inuka sasa niombe mimi nikujibu dua yako unaitaka. Hal min sa'ilin fa'utiya, wewe maskini ambaye una shida na una mgonjwa hospitali, niombe mimi sasa. Muda nao wa kupokea mafaili ya watu wenye matatizo. Faili lako lipande hapa juu, mimi nimesogea, hakuna mwenye kulipandisha faili, watu wanakoroma. Ewe ambaye una biashara zako haziendi vizuri, muelekee Mola wako, faili lako lipandishe ila samaa dunia, wingu wa juu kidogo tu hapo. Allah anasubiri faili kuanzia saa 9, saa 10 mpaka adhana ya kwanza ya alfajiri, faili halijapanda hata moja. Kweli hatuna matatizo? Ikiwa mwezi wa dua uliondoka, miezi mingine tulionao, kila siku Allah anafanya shughuli yake, anashuka kuja kusikiliza matatizo ya waja wake, na mafaili anayakusanya, anayatatua. Kama sio siku hiyo hiyo, anakupa muda kukutatulia matatizo yako. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yaumiyan. Ule muda wa thuluthul layl, kuna siri kubwa sana pale, pana hikma kubwa sana pale. Inna laka fi nahari sabhan tawila, mchana una shughuli nyingi, concentration ni zero. Lakini usiku inna laka fil layli, hakika usiku kwako wewe pana utulivu.
na pana hudu usijui nisemaje, lakini pana concentration ya hali ya juu kwa usiku. Hata wale wanaosoma sana masomo yao, concentration iko kuanzia saa 9 usiku saa 10. Na ukisoma muda huo akipotei kichwani, ukiomba muda huo Allah anajibu kwa sababu yuko karibu na wewe. Hal min sa'ilin fa'utiya. Ewe ndugu yangu mwenye shida ya kifamilia, mwenye shida ya kiafya, mwenye shida ya kijamii, mwenye shida ya kibiashara, Allah yanzil ila samaa dunia. Hebu elekea kwa Mola wako alafu mwambie ya Allah, mimi kadha 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 kadha, uone kama hautojibiwa. Hal min mustaghfirin fastaghfir lahu. Hakuna ambaye anataka msaada, msamaha ni msamehe. Makosa mangapi tunayafanya, na watu wamekata tamaa, wamefanya makosa mpaka wamekata tamaa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Madhambi gani uliofanya wewe mpaka ukakata tamaa? Hali ya kuwa Allah anasema usikate tamaa, mimi natoa msamaha, niombe nikusamee. Hal min taibin fastaghfir lahu. Nani anayeniomba msamaha nimsamehe? Watu wanakoroma, watu wamelala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat katika dini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah ametoa mfano yule mwanamke wa Kiarabu kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, anafuma vitambaa vyake vizuri kwa rangi tofauti tofauti, anafuma kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu ikifika jioni anafumua zile uzi zote alizoshona tena. Allah akatoa mfano wa mwanamke yule katika ibada zetu. Wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mmefanya juhudi kubwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msifumue mlichokifanya kipindi cha Ramadhani. Mmeswali sana, msifumue swala zenu. Mmetoa sadaka sana, msizifumue sadaka zenu. Mmesimama usiku sana, msifumue sadaka zenu na visimamo vyenu. Wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tumefanya juhudi kubwa, sasa tusifumue na kuharibu zile juhudi tulizozifanya. Misikiti bado inaendelea, inatakiwa ijae. Watu inatakiwa waendelee kusoma Qur'ani. Watu inatakiwa waendelee kufunga zile siku zilizotajwa. Watu inatakiwa waendelee kutoa sadaka. Maskini hawajaisha na matatizo hayajaisha. Allah subhanahu wa ta'ala atuthabitishe kwenye dini. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah anamthibitisha muumini wa kweli abaki katika taa hapa duniani, na kesho akhera anamthibitisha aende peponi subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tuthibitishe kwenye dini. Ibada sio za muda. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wal yaqinu huwa al-maut. Mwisho wa ibada yako ni kufa, na hata ukifa unafanyiwa ibada na wenzako. Tunaona watu wanaswali salatul janaiz. Wa'budu rabbaka, muabudu Mola wako non stop hatta yaatiyaka al-yaqin, mpaka kifo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. والتف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.